Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha somo tulicho nacho ni maamuzi juu ya fedha. Maamuzi juu ya fedha yanavyoamua kufanikiwa au kutokufanikiwa kwa malengo yako. Maamuzi juu ya fedha yanavyoamua kufanikiwa au kutokufanikiwa kwa malengo yako. Bwana Yesu asifiwe. Kile kitabu cha Isaya 45 mstari ule wa 11. Isaya 45 mstari wa 11 inasema Bwana, mstari ule wa 11 inasema Bwana mtakatifu wa Israeli, Muumba wake asema hivi: niulize habari za mambo yatakayokuja, mambo ya wana wangu, habari ya kazi ya mikono yangu, haya niagize. Bwana Yesu asifiwe. Sijajua kama ulikuwa unafahamu mstari kwamba uko ndani ya Biblia, lakini unapoomba, kwa mfano mwaka jana ulipokuwa unaomba kwa ajili ya mwaka huu, mstari usiusahau, kwa sababu anakuambia niulize juu ya mambo yaliyoko baadaye, yanayokuja, yanayokuhusu wewe. Anategemea uulize. Na masuala ya watu wake, tungezungumza kwa lugha ya sasa juu ya watu wake walioitwa kwa jina lake, kanisa lake. Kuna nini mbele yake? Kwako wewe kuna nini mbele yako? Uliza juu ya nchi, kuna nini? Juu ya ulimwengu kuna nini? Ukiona Mungu amekupa mstari, maana yake una uhalali wa kusimamia katika kuomba, na ameahidi ya kwamba atakupa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na msukumo mkubwa tulionao kwa siku ya leo, angalau kwa uchache, ni kuhimiza kuongeza bidii. Kuongeza bidii ya kuombea maamuzi yanayofanywa juu ya fedha inayokuhusu. Najua wengi wanaombea kupata pesa, wachache sana wanaombea maamuzi yaliyo nyuma yake. Msukumo hapa sio kupata pesa. Msukumo ni kuombea maamuzi na kuombea kwa bidii. Kile kitabu cha Yakobo, ile sura ya 5 mstari wa 16 na wa 17 na wa 18, anazungumza jinsi ilivyo faida kwa mwenye haki akiomba maombi yake kwa bidii. Anatoa mfano wa Elia kwamba alikuwa mwanadamu kama sisi. Aliomba kwa bidii, mvua ikanyesha miaka 3.5. Baada ya pale akaomba kwa bidii, mvua ikanyesha. Bidii maana yake ni bidii ni mtazamo wa imani kifikra. Bidii ni mtazamo wa imani kifikra unaokusukuma kutokata tamaa hadi upate unachokiombea. Bidii kwa tafsiri ya somo la leo ni mtazamo wa imani kifikra unaokusukuma kutokata tamaa hadi upate unachokiombea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kile kitabu cha Yakobo, ile sura ya 5, ukaona yale maneno yaliyoko pale, utaona kitu anachozungumza
ule mstari wa 16 anasema, ungamaneni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, au kuna faida sana, au kuna mafanikio sana akiomba kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kiswahili chetu hakina maneno mazito ya kutosha kuelezea kilichoko ndani yake. Wale mnaosoma Biblia za kilugha, katafute, alafu tafute mstari kwa lugha ya kwenu, utashangaa uzito wa mstari. Kuna Wanyakyusa hapa? Mko? Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Buno ruiputo ulwa mundu ungorofu lulina makafijo agakuomba fimo. Sasa Wanyakyusa wameelewa. Maana yake ni kwamba ukiomba kwa bidii kwafaa sana, kwa sababu yale maombi yatafanya kitu. Uwezi ukatoka bila kupata kile unachokiombea. Ndio maana hata Elia alipokuwa naomba, unaweza kusoma ile habari kule kwenye kitabu cha Wafalme, lakini unaweza usione vitu vingine vilivyokuwa nyuma ya yale maombi mpaka umesoma Yakobo. Maana alinyenyuka tu akasema, mvua haitanyesha isipokuwa kwa neno langu. Lakini Biblia inasema aliomba. Hakusema tu, aliomba. Sasa usije ukafikiri yale maombi yalikuwa hayashindani na maombi mengine. Wasomaji wa Biblia wanajua ya kwamba kulikuwa na manabii wengine waliojificha kwenye mapango, na kuna ndugu mmoja ambaye alikuwa anawapelekea chakula kwenye mapango, amewaficha 50. Lazima walikuwa wanamuuliza, vipi huko mvua inanyesha? Sema inyeshi. Bwana tuombeeni sana mvua inyeshe. Anaachilia sadaka yake ya chakula ili waombe mvua inyeshe. Elia na yeye anaomba mvua isinyeshe. Ya nani yalishinda? Ya Elia. Kwa sio swala la mmeomba wangapi. Huko ndani ya wangapi wanaomba kwa bidii. Na wewe hata kama unaomba, bidii yako iko wapi? Bidii tizama ndani ya moyo wako. Kabla hujatizama umeomba masaa mangapi, umefanyaje, anza kwanza moyoni mwako. Ni mtazamo wa kifikra kwamba sitaliachia hili jambo, nitang'ang'ana mbele za Bwana, nitaomba kila wakati. Utaomba kwa nini? Kwa sababu ndani yako huoni kutokupata, unaona kupata. Ndio maana alipoanza kuomba kwa ajili ya mvua inyeshe, kasome Biblia yako, alitangaza, anamwambia Ahabu, mvua nyingi inakuja, nasikia sauti ya mvua nyingi inakuja. Alafu akatazama mvua haiko. Biblia inasema akaenda na mfanyakazi wake mlimani, akakaa mkao ambao kichwa chake kiliwekwa katikati ya miguu. Kwa wale wakunga wa zamani wanajua huo ni mkao wa kuzaa mtoto. Kuna kitu alichokuwa anataka kizaliwe. Angalia alivyokuwa anaomba, alafu anamwambia yule mfanyakazi, hebu kaangalie. Anasema sioni kitu, hamna wingu huku. Anarudi tena kuomba mpaka mara 7. Sasa ukisoma ile mara 7 ni tofauti na mara 7 ya Yeriko, kwa sababu mara 7 ya kuzunguka Yeriko waliambiwa zunguka mara 7. Elia hakuambiwa omba mara 7. Maana yake ya 7 isingetoa majibu, angepiga ya 8. Ya 8 isingetoa majibu, angepiga ya 9. Ya 9 isingetoa majibu, angepiga ya 10. Ndio maana kila alipokuwa naomba alikuwa na expectation, anachungulia.
haoni. Anasema hata kama sioni, ninajua Mungu aliyeahidi ni mwaminifu, naye atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na maombi ya namna hiyo yanakusaidia sana, kwa sababu hatuambiwi katika kipindi kimoja alikuwa anatumia dakika 5 au dakika 10 au nusu saa. Ila tunajua alienda mara ya kwanza. Alitumia muda gani hatujui, alienda mara ya pili. Msisitizo hauko kwenye saa unayotumia. Msisitizo uko kwenye persistence, kule kukimbizana nacho kwenye moyo wako. Maana yake ni kwamba unaweza ukachomekea maombi yako ya kuombea malengo yako wakati unaombea chakula. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Babu yetu mzaa mama mkwe alikuwa anamuombeaga mke wake, yani bibi yetu upande wa mke wangu, kwa staili ya ajabu sana. Ukimwambia ombea chakula, ataombea chakula, alafu atasema mkumbuke na fulani, anamtaja jina la mke wake, lakini alikuwa anaombea chakula. Tafika saa ya kulala, hata kama mke wake yupo atamuombea. Ndani yake alikuwa na msukumo ambao kila nafasi ikipatikana anatumia. Bwana Yesu asifiwe. Mnawakumbuka wakina Petro walipopanda na Yesu kwenye mlima akogeuka sura? Walipata nafasi ya kuona kitu ambacho sio watu wengi wamepata nafasi ya kuona, jinsi utukufu wa Bwana ulivyomfunika Yesu. Angalia kitu walichoomba. Petro anasema tujenge vibanda 3, na maandiko yanasema kwa sababu hakujua cha kuomba. Biblia haituambii ule upako ulikaa dakika ngapi, dakika 5, dakika 10, lakini wingu likanyenyuka. Petro alikuwa na mke, alikuwa na familia, alisahau hata yeye mwenyewe, akasahau familia yake. Kwa nini nakueleza kitu cha namna? Nataka utizame nile neno bidii. Ni mtazamo wa kifikra kwamba opportunity yoyote, fursa yote nikiipata ya kuzungumza na Mungu, tatumbukiza hoja yangu, sitaiachia. Ni mtazamo wa ndani. Ndio maana unaweza kuwa na bidii ya kuomba hata masaa mengi au masaa machache, lakini ndani yako kama huo mtazamo huna, unaacha baada ya siku 2, unaacha baada ya miezi 3, unaacha baada ya mwaka, unasema nimeshaomba yatosha, na mwachie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Unapoomba maombi ndani yako, sisitizo niliopewa ni kukuhimiza kuweka bidii katika kila ambacho unakipeleka mbele za Bwana kwa mwaka huu. Usiache, kwa sababu Mungu ni mwaminifu, aliahidi naye atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kati ya mambo ambayo Mungu alikuwa ananisemesha nilipomuuliza sawa na Isaya 45:11, yako mambo kaza wa kaza, tutakuwa naachilia kidogo kidogo kadri Mungu anavyoniruhusu, na kwenye semina pia taachilia vitu vingine. Jana tulikuwa na kipindi cha kufungua mwaka na wenzetu walioko Marekani na Canada kwa njia ya simu. Kwa tulikuwa na semina ya simu na maombi, na wenyewe walipata ration ya kwao. Kwa kuna vitu ambavyo Mungu ametaka tuviachilie ambavyo vinaweza vikakusaidia, na kimoja wapo ni cha kuhusu maamuzi juu ya fedha. Msisitizo mkubwa ambao nilikuwa ninauona, pamoja na kwamba huko nyuma ilikuwa yako, lakini kuanzia mwaka huu na kuendelea, msisitizo mkubwa inapofika kwenye fedha, haitakuwa kwenye fedha, itakuwa kwenye maamuzi yanayofanyika juu ya fedha iliyopo, na sio msisitizo hauko kwenye fedha iliyopo, iko kwenye maamuzi yanayofanyika juu ya fedha iliyopo. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Angalia kile kitabu cha Yoeli. Yoeli sura ya 3 ule mstari wa 14. Yoeli 3:14. Yoeli 3:14 inasema hivi: makutano makubwa wamo katika bonde la kukata maneno, kwa maana siku ya Bwana i karibu katika bonde la kukata maneno. Makutano makubwa wamo katika bonde la kukata maneno. Bonde la kukata maneno manake bonde la maamuzi. Aliona mkutano mkubwa, kaita makutano makubwa. Wako kwenye bonde la kukata maneno. Kati ya kitu ambacho unaweza kufuatilia, kwa wewe unayepata nafasi ya kufuatilia matukio yanayoendelea ulimwenguni kibiblia, usisubiri mtu akakutafsiria mambo yanayoendelea duniani, kwa sababu hujui vigezo alivyo navyo vya kutafsiri. Hakikisha unatafsiri kwa Biblia, kwa sura ya Biblia. Mungu atakupa ufahamu mkubwa, kwa sababu Biblia iliandika juu ya kesho kabla waandishi hawajafika kesho, ili ijulikane ya kwamba sio wao wanaandika kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kesho ya nchi, kesho ya ulimwengu, kesho ya kwako, kesho ya maisha ya shughuli mbalimbali iko ndani ya Biblia. Kati ya kitu kimoja wapo ambacho unahitaji kuelewa, ni lango kubwa linafunguka. Wale ambao mmekuwa mkifuatilia ninapozungumza mara kwa mara, kama nakumbuka sasa ilikuwa mwaka 2022 au 23, niliwaambia cheki miaka mitatu: 2024, 2025, 2026, na mabadiliko yanayokuja ulimwenguni. Sio swala linalogusa nchi moja tu, ni kitu kinaenda ulimwenguni, na Mungu hawezi kunyamaza. Anaachilia habari hizi watu wake waweze kujua namna ya kujiandaa katika mabadiliko ya lango. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu hiyo, tunapoangalia hili swala la maamuzi juu ya fedha, huu msisitizo sio wa hapa tu, ni ulimwengu mzima. Ni ulimwengu mzima. Wale mnaofuatilia, mnaosafiri, utaelewa kitu ninachosema, na tutakapokuwa tunaangalia mifano 2-3 ya maeneo ya kuombea, utaelewa kitu ninachosema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lango limefunguliwa la kinyakati. Lango la kinyakati linapofunguliwa, linaachilia na vitu vipya vya kufanyika na mifumo mpya ya kufanyia hivyo vitu. Naposema lango la nyakati, maana yake nini? Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 12 mstari wa 32. Mambo ya Nyakati wa kwanza 12:32 inazungumza juu ya wana wa Isakari, watu wenye akili ya kujua nyakati na mambo yale ambayo Mungu anataka yafanyike kwenye nyakati. Walikuwa 200 tu, na Biblia inasema hivi: hao 200 walikuwa viongozi kwa wenzao, kwa sababu mtu yoyote yule ambaye anaweza akatembea na nyakati, uwe na uhakika yuko mbele yako. Umewahi kujiuliza, kwa mfano, mtu kunakuwa na mvua inanyesha, alafu kikawaida unatuma watoto, nenda kanunue mwamvuli. Unaenda unanunuliwa. Uwe na uhakika kuna mtu alifika kwenye msimu wa mvua kabla mvua haijaja, akatengeneza mwamvuli
ili msimu wa mvua ukifika kuwe na mwamvuli. Kwa hiyo inamaanisha alimtangulia kila mtu ambaye anatafuta mwamvuli, kwa sababu yeye alitengeneza mwamvuli. Yoyote ambaye anatembea na nyakati, uwe na uhakika yuko mbele yako. Na Mungu hataki tuishi bila kujua nyakati tunazopita, ili tutembee sawasawa na makusudi yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na katika lango hili kumefunguka juu ya swala la maamuzi. Si tu masuala ya pesa, yako na masuala mengine, lakini hapa ninazungumza tu masuala ya pesa kidogo, ili na wewe ujipange. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza la kuombea ni hili. Takupa kama manne hivi, alafu utapata nafasi ya kuomba. Jambo la kwanza la kuombea, ombea maamuzi ya watu wanaosimamia maamuzi ya fedha unayoitegemea ili kutimiza malengo yako na mipango yako. Ombea maamuzi ya watu wanaosimamia maamuzi ya fedha unayoitegemea ili kutimiza malengo yako. Ombea kwa bidii maamuzi ya watu wanaosimamia maamuzi ya fedha unayoitegemea ili kutimiza malengo yako. Kwa ukishaona tu mstari huu, cha kwanza cha kujiuliza, kwenye malengo yako na mipango ulionayo kwa ajili ya mwaka huu 2026, unategemea kupata pesa kutoka wapi? Unategemea kupata wapi? Wale walioko kwenye maofisi wanajua, ukitengeneza mpango, ukatueleza na bajeti yako ilivyokaa, matumizi yake, umejipangia jinsi utakavyotumia, wataalamu watataka kukuuliza chanzo cha hizi pesa ni wapi? Kwa hilo ni jibu ambalo unahitaji kulijibu wewe mwenyewe. Kama ni kipato cha biashara, inamaanisha utalazimika kutizama kipato chako cha biashara kama kitatosheleza kuweza kulipia gharama za mipango ulionayo na malengo ulionayo mwaka huu. Kama ni mshahara, utalazimika kutazama ule mshahara. Huwezi kwepa. La sivyo itakuwa ngumu sana kuombea hili jambo. Kama unategemea mikopo, lazima pia ufikiri. Utakapoingiza wazo la kusema nitakopa, Roho Mtakatifu atakupeleka kutathmini hali ya ulipaji wa mkopo uliofanya mwaka 2025. Hutakwepa kufikiria hiyo. Kama rekodi yako iko vizuri, kama rekodi yako haiko vizuri, utalazimika tu. Lazima ujiulize hilo swali. Kama ni msaada kutoka kwa wafadhili, pia uwe na uhakika. Unaona mtu anatengeneza bajeti yake, alafu anasema nitapeleka maombi haya kwa wafadhili. Wasipokupa, sikwambii ni vibaya kuwaza, lakini najaribu kukufikirisha uone umuhimu wa kuomba. Inawezekana ni kutoka kwa wazazi wako au walezi wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Utalazimika na chenyewe kukitizama. Utaangalia mwaka uliotangulia wamekutunza mpaka wapi, uweza walio nao wa kukusaidia ukoje.
utalazimika kutizama hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kama unategemea sadaka, lazima ujifunze jinsi ambavyo Mungu anafanya, kwa sababu sadaka sio yako. Watu hawatoi sadaka kwa ajili yako, wanatoa sadaka kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo usipopatana na Mungu mwenye sadaka, hata watu wakitoa sadaka wewe hupati, kwa sababu sadaka sio ya kanisa. Sadaka hata kanisani wanasema tunampa Mungu, na kwa sababu hiyo lazima kuwe na mahusiano na Mungu, kati ya mtoa sadaka kwa Mungu na mtumia sadaka toka kwa Mungu. Kinachowaunganisha ni uhusiano wao na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukisoma kile kitabu cha Nehemia sura ya 2 mstari wa 8, utaona kile kipindi Nehemia anajiandaa kwa ajili ya kujenga ukuta wa Yerusalemu uliokuwa umebomoka. Na kati ya mambo ambayo mfalme alimuuliza juu ya sura yake, ambayo ghafla aliona haina uchangamfu kama zamani, akamuuliza kumetokea shida gani. Ndio akamweleza habari aliyoletewa kutoka Yerusalemu na jinsi ukuta ulivyobomoka na jinsi alivyo na kiu ya kutaka kurudi kwenda kujenga tena ule ukuta. Akaulizwa muda anaotaka kutumia na vitu gani ambavyo anahitaji msaada. Biblia inasema Nehemia aliorodhesha vitu, lakini ukisoma Nehemia 2 mstari ule wa 8 inasema Mungu alimpa Nehemia kupitia kwa mfalme. Angalia kipimo alichotumia, kama mkono wa Mungu ulivyokuwa juu ya Nehemia. Kwa hiyo mkono wa Mungu ni upako wa kusimamia kitu cha Mungu ulikuwa juu ya Nehemia. Unajua uzito wa kazi, unajua na bajeti yake. Wakaorozesha bajeti yake. Lakini mara nyingi nyinyi mnaotengeneza bajeti unawekaga na 10% ya dharura. Kwa nini? Kwa sababu unajua pamoja na kwamba nimejitahidi kukava vitu vingi, lakini kuna vitu vya dharura vinaweza vikatokea. Roho Mtakatifu anajua kwake sio dharura, anajua. Kwa hiyo anatizamisha wale watu ambao anawagusa kwa ajili ya kutoa. Anapowagusa hawaonyeshi mpango wako, anawapelekea upako wako juu yao. Kasome Biblia yako. Hata kitabu cha Ezra kinatuambia hivyo hivyo. Na yeye alipewa sawasawa na mkono wa Bwana ulivyokuwa juu yake. Kwa hiyo ndani yako, kama kitu chochote kile unategemea sadaka, ni kitu unahitaji kufikiri mapema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama pia kuna mgao wa urithi, na umeona kabisa kwamba na mimi nitapata mgao, na kwa mwaka huu naweza nikafanya kitu fulani kutokana na urithi, unahitaji kutizama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Hebu angalia kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 11, lakini nitasoma tu mstari michache ili ni kuonyesha point pale ya msingi. Matendo ya Mitume 5 mstari wa 1 mpaka wa 11, lakini nasoma mstari michache. Lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua haya,
Akaleta fungu moja, akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Mstari wa 4, kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa thamani yake haikuwa katika uwezo wako? Ili kuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Hukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu. Kitu gani nataka uone? Mungu anatufundisha kitu cha ajabu sana hapa. Kanisa la kwanza lilipokuwa linaanza, kuna watu wengine saa nyingine unakuta wanafukuzwa kwao kwa sababu ya imani zao kubadilisha. Kwa hiyo kukwao kuna kusanywa vitu, vyakula, nguo, kusoma Biblia, alafu vilikuwa vinagawanywa kwa wahitaji. Ndicho kitu kilichokuwa kinatokea. Anania na Safira walikuwa kati ya Wakristo wa kwanza kwenye lile kanisa la mwanzo. Wakaamua kukitoa sadaka kiwanja chao. Sasa unisikilize vizuri. Walipoamua kutoa kiwanja chao, tayari kilishatoka kwenye moyo wao kikawa cha Mungu. Ngoja nirudie tena. Sadaka haiwi ya Mungu wakati mchungaji anaiombea. Sadaka ni ya Mungu unapofanya maamuzi ya kwamba unampa. Ukifanya tu uamuzi moyoni mwako, imeregister mbinguni. Labda kama ukufanya uamuzi kwa imani, ukishasema tu kwamba hii kiwanja ni cha Mungu, ni cha Mungu tayari. Tunaenda sasa. Okay, sasa wakaamua kukipiga bei ili wapeleke thamani yake kanisani. Sasa unisikilize. Kwa sababu ni cha Mungu, bei yake huwa haishuki, inaendaga juu tu. Ndio maana unaweza kununua papai shilingi 20,000 na hakuna mtu atakayekuambia punguza. Utaona watu wakisema 25, 25, 25, 25 mara ya kwanza, 25 mara ya pili, 50,000, 50,000. Nakumbuka tuliuza tikiti moja kutoka kwenye shamba letu moja, tikiti moja shilingi 1,000,000 Dodoma, kwenye mnada uwanjani. Kaambia, jamani, hii ni tikiti limetoka kwenye shamba letu, malimbuko haya kwa Bwana, ni bebe. Sasa sijui namna ya kufanya mnada, lakini nikaambia ni bebe. Unaweza ukafikiria ule uwanja mkubwa, wanataja kule, wanataja kule, wanataja kule, wanataja kule. Ilifika 1,000,000. Sasa nikuulize swali, unaweza kwenda kununua tikiti sokoni 1,000,000? Sasa unisikilize. Ndicho kilichomponza Anania na Safira, kwa sababu bei ya kiwanja ilienda ikawa juu sana kuliko bei ya soko, na wakaona kabisa hakuna mtu anayewaona, wakazuia nusu. Sasa wao walifikiri ni wao wanaozuia. Roho Mtakatifu juu ya Petro akamwambia, kwa nini, kwa lugha ya kawaida akasema, kwa nini mmempa nafasi shetani awasukume kufanya maamuzi ya kuzuia sehemu ya sadaka? Alafu akawaeleza tena sentence, akasema, kiwanja kilipokuwa cha kwenu, si kilikuwa kwenu? Mlipouza ile thamani, si ilikuwa kwenu? Kwa lugha nyingine, mna mamlaka juu ya maamuzi, juu ya fedha mlionayo, juu ya kitu mnachotaka kutoa sadaka. Mmempaje nafasi shetani kwenye maamuzi? Haleluya. Ndio maana unahitaji kuomba. Ngoja tufikirie hivi. Ile sadaka ilikuwa inaenda kanisani,
Hatujui wakina Petro walikuwa na kazi nayo ya namna gani, lakini tufikirie inaenda kanisani. Wana malengo yao ambayo wamemwomba Mungu, kwamba Mungu, ninaomba tupate pesa hizi, tunataka kupanua jengo, tunataka kufanya hiki, tunataka kuwapeleka watu kusomea uchungaji, tunataka kufanya hiki, tunataka kusaidia yatima. Wana mipango mbalimbali walionayo. Ghafla wanaona nusu ya budget haijapatikana. Sasa wanisikilize, wanaweza kufikiri Mungu hajawapa. Mungu amewapa, ila kamwai mtu anayetakiwa kuamua juu ya kukabidhiwa hizo pesa hawa, kakata nusu. Usipojifunza kuomba, pesa zile ambazo Mungu alizikusudia zije kwa ajili yako, haijalishi ni wapi. Inawezekana unafanya kazi kwa njia ya tenda, badala ya kukulipa zote wanakulipa 10%, wanakulipa 20%. Wewe ukifikiri kwamba haziko pesa. Kamuuliza Anania na Safira, sio kwamba pesa haziko. Kuna maamuzi yaliyopita yaliyoamua ya kwamba hizi pesa haziendi kanisani. Biblia haituambii ile nusu waliobakiza walifanyia nini, lakini ilizuiwa. Unaweza kumlaumu Mungu, lakini zimezuiwa. Ndio maana lazima ujifunze kuwaombea wakina Anania na Safira wa kwako, kwa sababu wapo. Inawezekana wengine wako kwenye maofisi, wanakaa chini na kuamua hizi pesa ziende wapi. Sio kitu chepesi. Wale watu waliopita kipindi kile katika nchi tulikuwa na shida ya mafuta, si mnakumbuka? Wale watu wa siku nyingi kidogo. Mimi nilikuwa afisa mipango na udhibiti daraja la 3 wilaya ya Rumeru. Nimefanya kazi ya Rumeru kama afisa mipango. Mkurugenzi aliyekuwepo sasa ameshafariki miaka ile, akanitazama, nafikiri labda aliona kwa sababu huyu jamani mlokole hawezi kuchezea mafuta. Akaniita ofisini akasema, nimekukabidhi mafuta yote ya wilaya. Akapeleka barua kwenye vituo vyote vya wilaya. Kila mtu akipata mafuta, iwe ni ya petroli, iwe ni ya taa, iwe ni ya diesel, wanatakiwa walete na delivery note waliopokelea kwamba tumepokea mafuta kiasi hiki. Alafu mimi sasa, sikiliza, sio kikao, mimi nagawa ninavyoamua kugawa. Nampa 20 nampa 20, nampa 50 nampa 50, wakumpa lita 200 nampa. Hakuna mtu ananiuliza kwa nini. Nilipokabidhiwa nilipewa na uwezo wa kuamua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na lilikuwa jaribu zuri. Lilikuwa jaribu zuri sana, kwa sababu linakutengenezea misuli. Nimeelewa Mungu kwa nini alinipa hiyo kazi mapema. Kwa sababu kuna watu ambao wengine walikuwa wanataka kuchukua yale mafuta wakauze kwa bei ya juu. Mwingine ana shida kweli, lakini anajua kwa mgao unavyoenda anaweza asipate mafuta yote ya kumtosha, hasa wakati wa kilimo, akitaka kulima. Na watu walikuwa wanakuja namna hii. Sasa unisikilize. Serikalini tulikuwa tunafungua ofisi 1:30. Nilikuwa naingia ofisini 1:00. Nusu saa ninaombea maamuzi yangu. Nusu saa kabla sijafungua mlango. Ukifungua mlango unakuta foleni ndefu ya watu wanaotafuta mafuta, na kila mtu ana kitu cha kwake. Kila mtu ana kitu cha kwake. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na saa hiyo hatuna pesa za kutosha. Sikwambii kwamba tunazo za kutosha,
pesa huwa hazitoshagi. Mshahara wangu ulikuwa shilingi 1,000 na ngapi rafiki yangu, unakumbuka? 400 hivi, 1,400. Unajua na mke na watoto, alafu mtu anakuja kabla anasema bwana mimi na shida binafsi haihusiani na mafuta. Kwa hiyo anapita line, akifika kule anasema kweli nina shida ya mafuta. Alafu angalia, anaingiza mkono mfukoni, anatoa burungutu la pesa, anaweka juu ya meza. Nikamtazama, nikamwambia hii pesa ya nini? Akasema ya kwako. Nikamuuliza kwa ajili ya nini? Akasema nimeamua tu kukupa. Nikasema hapana, unataka unipe hizo hela ili nikupe mafuta? Chukua hizo hela weka mfukoni, Mungu ataniongoza namna ya kuamua unatakiwa upewe mafuta kiasi gani. Ndio maana nimewekwa hapa ili usihonge. Akanitazama, wewe chukua tu, mimi sikuwa na maana mbaya. Nikamwambia nimekuambia chukua, kakae foleni. Itakapofika zamu yako nitaangalia nina mafuta kiasi gani. Na sio kwamba alikuwa na shida mbaya, alikuwa na mashamba yake, anataka lita nyingi za diesel. Na sijajua ule msukumo aliupata wapi, wakisema anafikiri nikihonga nitapata nyingi kidogo. Alikuwa anafikiria faida atakayopata kwenye shamba lake na nini. Wakati anatoka na pesa zake zile kaweka mfukoni, nikamsikia anajisemesha tu mwenyewe, huyu jamaa atakufa maskini. Na mimi nikasema saa hiyo nafuta, sifi maskini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na alipokuja kwenye line nikampa lita 200. Hakutarajia. Kwa nini nimekueleza kitu cha namna hii? Mara nyingi sana tunajisahau. Kuna watu ambao pesa ni za kwako, lakini zinategemea maamuzi yao ili wewe kuzipata. Usipojifunza kuomba, uwe na uhakika kitu shetani aliwafanyia wakina Petro anaweza kukufanyia na wewe. Anawatafuta wale wenye mzigo wa kukusaidia, anatafuta ofisi ambazo ndiko unakupatia tenda, anatafuta ofisi ambazo ndio unapatia mshahara, anakata. Unaweza ukagombana na wakina Anania na Safira kuanzia asubuhi mpaka jioni. Biblia iko wazi kabisa, na Petro kasema kabisa, kwa nini mmempa nafasi shetani? Ugomvi wake, mlipewa nafasi ya kuamua, mmeruhusu roho ingine ikaingia, na mmeficha nusu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo lazima uelewe, umuhimu hauko kwenye pesa zilizoko mahali fulani unasubiri zije. Malengo yanaenda na muda. Zikichelewa kuja, malengo yako yamechelewa. Na shetani anajua maana yake nini kwa mtu kutembea on time. Kwa atatafuta namna ya kukuzuia. Lakini jifunze kuomba. Kwa hiyo baada ya kusikia hiyo, rudi kwenye swali lako nililokupa. Kwenye malengo yako ya mwaka huu, unategemea kupata pesa za kutimiza hayo malengo kutoka wapi? Tafuta watu wanaokuwa na maamuzi juu ya pesa. Tafuta majina yao, waweke kwenye maombi, ili ile portion ya kwako shetani asiizuie.
ikufikie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili la kujiombea, jiombee maamuzi ya mgawanyo wa fedha ya kutumia leo na ya kutumia baadaye. Jiombee mgawanyo wa fedha ya kutumia leo na ya kutumia baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi sana wanaomba wapate hela, lakini hawajiombei maamuzi wanaotakiwa kuyafanya juu ya hizo hela. Na kwa sababu hiyo wanakuwa na hela lakini haziwasaidii. Unisikilize, itakusaidia. Yeremia 29:11. Yeremia 29:11 anasema, ninayajua mawazo ninayowazia nyinyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa nyinyi tumaini siku zenu za mwisho au siku zenu za baadaye. I know the plans that I have for you, says the Lord, plans to prosper you. Alafu anazungumza kule mwishoni, to give you a hope and a future. Kwa nini nazungumza kitu hiki? Uelewe, itakusaidia hii. Kila wakati Mungu akikufikiria, akitumbukiza wazo la kwake kwako, lina leo yako na kesho yako. Na kila kipato unacholetewa, hata kama ni senti 50, ndani yake ina leo yako na kesho yako. Kumbuka hilo, usije ukasahau. Unaweza ukapata mistari mingi sana, kwa sababu kama anasema anao mpango, anayo mawazo anayotuwazia, ni ya kutufanikisha, sio ya kutukwamisha. Lile anayosema kuwapa amani, maana yake kwenye Kiingereza to prosper you, kuwafanikisha, sio kuwakwamisha. Alafu anaendelea kuwapa nyinyi tumaini siku zenu za baadaye. Kwenye tafsiri moja ya Kiingereza anasema namna hiyo. Kwa hiyo kama anayo mawazo leo, ndani yake yanatumaini ndani ya siku, juu ya siku zijazo, inamaanisha kuna portion yake ndani ya hayo mawazo. Tuko sawa sawa? Mungu hawezi kuagiza kazi ambayo hana mpango kulipa. Usije ukasahau hiyo sentence. Mungu hawezi kukupa kazi ya kufanya na asiweze kuilipia. Mungu hawezi kukupa ndoto ambayo anataka uitekeleze kwenye maisha yako na akashindwa kukulipia. Kinachotukwamisha kwamba hatumuoni Mungu ni mawasiliano yetu sisi na Roho Mtakatifu kimaamuzi. Ndio maana hata ukisoma kitabu kile wanaojifunza masuala ya utoaji wa sadaka na uwakili, watakumbuka Mungu anapokupa mbegu, hakupi tu mbegu, anakupa mbegu na mkate. Mkate ni wa leo, mbegu ni ya kesho. Kwa hiyo mahindi yanapokuja, hakuna hata moja linalosema mimi ni kesho, mimi ni wa leo. Wewe ndio unahitaji kuamua kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Tunaenda sawa sawa? Tunaenda sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni eneo ambalo unahitaji kujiombea. Najua si watu wengi sana wanajiombea, na kwa sababu hiyo hawaoni. Lakini unahitaji kujiombea ili ujue namna ya kugawa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Angalia kitabu cha Mwanzo 47 mstari wa 18. Mwanzo 47 mstari wa 18. Kipindi kile cha njaa,
wakati wa Farao. Kuna mstari nataka uone pale, ule mstari wa 18 inasema, na mwaka ule ulipokwisha, maana yake ule mwaka wa kwanza wa njaa, wakamjia mwaka wa pili, wakamwambia, hatumfichi bwana wetu ya kwamba fedha zetu zimekwisha na makundi ya wanyama ni mali ya bwana wetu, hakikusalia kitu mbele ya bwana wetu ila miili yetu na nchi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tufuatane vizuri hapa, itakusaidia. Kipindi kile cha Farao, Mungu alipeleka taarifa, akamsemesha yeye mwenyewe. Mungu akamfungulia njia. Yusufu akaja akamtafsiria ile ndoto, na akampa Yusufu nafasi ya kusimamia kile alichokitafsiri. Kasome Biblia yako. Alipotangazwa na kupewa hiyo nafasi, alipewa nafasi ya kuzunguka kwenye nchi ya Misri ili wamfahamu. Akiwa juu ya farasi, kapewa na pete ya mfalme na mavazi ya kifalme, ili ijulikane ya kwamba huyu ameingia kwa ajili ya kazi fulani fulani fulani. Ndio maana ilikuwa rahisi alipokuwa anajenga magala ya nafaka miji kwa miji. Ilikuwa rahisi kupata ardhi, ilikuwa rahisi kupata nguvu kazi na mawe kwa ajili ya kujenga. Ilikuwa rahisi kwenda kwenye mashamba, kwenda kupata sehemu ya 5 ikusanywe kwa miaka 7. Kwa hiyo walikuwa wanajua kinachoendelea. Tunaenda sasa. Sasa unisikilize vizuri. Hakuwa anakusanya sehemu ya 5 ya hela, alikuwa anakusanya sehemu ya 5 ya nafaka, kwa sababu Mungu aliwaambia waweke akiba ya nafaka, sio ya pesa. Tuko sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe. Hawakuweka akiba ya chakula. Sasa angalia, kila mwaka kwa miaka 7 Yusufu amekuwa akija kwenye mashamba yao apate sehemu ya 5, wanampa. Kwa nini hawakufikiria kwamba na wao wanahitaji sehemu ya 5? Hamjasikia kitu ninachosema. Nasema hivi, ukiona serikali inasema weka akiba, kuna kitu imeona. Kwa hiyo kama serikali ya Farao imetengeneza mkakati namna hiyo, kwa hiyo na wewe unashiriki kuweka akiba ya kitaifa ya kwako. Okay, wakaweka pesa, kwa sababu tunaona kuanzia mwaka wa kwanza wamepewa chakula. Na Yusufu akasema leteni hela. Bahati mbaya sana, akiba yao ya pesa ilikuwa inatosha mwaka mmoja. Kwa hiyo mwaka wa kwanza pesa ziliisha. Nchi ya Misri na nchi ya Kanaani hakukuwa na pesa kabisa. Kitu gani kilichotokea? Wakaenda kwa Yusufu, wanasema hatuna pesa, hata wanyama. Ni mwaka wa pili. Tatizo sio kwamba hawakuwa na pesa. Tatizo ni kwamba wakati wamepewa mazingira mazuri ya kuamua, wakati wana pesa, hawakufanya maamuzi. Ni ngumu sana kujifunza kuogelea wakati unazama. Ukishapata shida ya pesa na unaanza kujifunza kuweka akiba, unaelewa sio kitu chepesi. Wakati ule wa raha, wakati wenzako wanaenda beach kuotea jua, ndio mahali pa kujifunza wewe kuogelea. Sio wakati wa zoruba. Wakati wa zoruba inatakiwa ikukute unajua kuogelea. Na vivyo hivyo na akiba. Mungu anapokupa mbegu, kazi ya mbegu ni kutunza kesho ya mtu ndani ya ile mbegu. Kwa hiyo mche kesho yake iko ndani ya mbegu yake. Kwa hiyo Mungu anapokuletea pesa, ndani yake kuna mkate, maana yake kuna sehemu ya kula sasa, na ndani yake kuna mbegu.
unahitaji kufanya maamuzi, na sio maamuzi mepesi. Sio kafikiri shetani atakuachia tu ufanye maamuzi. Kasome Biblia yako habari za Yusufu. Alimwambia Farao, weka akiba, na hiyo akiba ilindwe. Alizungumza namna akiba ilindwe. Mwizi wa kwanza wa akiba ni wewe mwenyewe. Hakuna mtu anaiba akiba yako. Unajitahidi kuweka kibobo hapo pembeni, unatumbukiza pesa yako kidogo, unatumbukiza pesa yako kidogo. Kunatokea shida, unasema God will understand. Unaenda unachukua kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Sikwambii ni vibaya, lakini inapofika kwenye akiba, tofautisha vibobo. Sema hiki sigusi, ngo. Hiki kukitokea dharura naweza nikakipitia, lakini hiki hapana. Ni uamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kati ya jambo ambalo unahitaji kulifuatilia, utalisikia likipigiwa kelele sehemu mbalimbali, ni swala la kuweka akiba. Tunazungumzia masuala ya pesa. Mungu anaweza kukusemesha kitu kingine, lakini hapa tunazungumza juu ya pesa. Weka akiba. Tunaenda sawa sawa. Tunaenda sawa sawa. Na weka akiba ambayo pia inazalisha. Usiweke akiba ambayo inaliwa tu. Weka akiba ambayo inazalisha. Ukisema sasa hiyo ndio akiba namna gani? Nenda benki waulize. Watakupa njia mbalimbali ambazo unaweza kaweka akiba yako inazalisha. Kisikusumbue unapata faida kiasi gani. Unachotengeneza ni utaratibu wa kwako ya kwamba lazima kuwe kuna kitu kinazaliwa katika akiba yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kila wakati hii kusaidia, jiombe. Chochote kile kinachokuja, weka cha kesho yako. Sijajua kwa upande wenu, lakini sisi tulipokuwa tunakuwa, unanunuliwa nguo Januari, unaiweka kuvaa Christmas. Kwa sababu hakuna guarantee kwamba utapata nguo mpya hapa katikati. Kwa hiyo kila wakisema ile nguo niliyokununulia, kwa nini hujavaa Jumapili? Nasema Christmas. Kwa sababu Christmas sio tu kwamba Yesu anashangiliwa, lakini kwa watoto lazima kila mtu awe na nguo mpya. Zamani zile, ukitaka mtoto asiende kwenye ibada Christmas, mwambie avae nguo ya zamani. Lazima wataniona tu kila siku navaa. Hawajali hali ya wazazi, wana shida, hawana shida. Wao wanachojua tu kwamba Christmas lazima kuwe na nguo mpya. Kwa hiyo na wazazi na wenyewe wakajifunza, wananunua nguo Januari, wanaifungia. Kwa nini amenunua Januari? Ndio ana hela. Anaweka akiba. Kwa nini? Alipokuwa Januari, Mungu alimpeleka Disemba. Akaandaa Disemba ya watoto wake Januari. Katika leo yako kuna kesho yako. Usikubali leo yako ile kesho yako. Ama inamaanisha lazima uchunge matumizi ulio nayo. Lazima uchunge matumizi ulio nayo. Tuangalie jambo la 3. Ombea uwezo wa maamuzi ya moyo wako juu ya uwezo wa fedha unazopata. Ombea uwezo wa maamuzi ya moyo wako
juu ya uwezo wa fedha unazopata. Mathayo 6:21. Ombea uwezo wa maamuzi ya moyo wako juu ya uwezo wa fedha unazopata. Kwa lugha iliyo nyepesi, moyo wako unatakiwa uwe na nguvu ya kimaamuzi juu ya pesa yako. Mathayo 6 ule mstari wa 21 unasema, kwa kuwa hazina yako ilipo au pesa yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nieleze kitu kitakusaidia. Mungu alipokuwa anamuumba mtu, alimuumba mwisho. Sababu mojawapo ya kumuumba mwisho ni kumpa mamlaka juu ya uumbaji wote kwenye moyo wake. Biblia inasema mbingu ni mbingu za Bwana, lakini nchi amewapa wanadamu. Na ndio maana hata Adamu ilipofika swala la kutoa majina ya wanyama, Mungu hakuwatuma simba akiitwa simba kutoka mbinguni. Alipa uwezo ndani ya moyo wa Adamu, akatoa majina. Akitoa jina, maana akana mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Mazingira yalipofika yanahitaji pesa kama mfumo wa kibiashara. Angalia hilo wazo lilitoka wapi? Ndani ya moyo wa mtu. Kwa nini? Ili moyo wa mtu uwe na mamlaka juu ya pesa. Mungu anajua kabisa ya kwamba mwanadamu anahitaji angalau masaa 8 ya kulala kati ya masaa 24 aliyonayo. Ni moja ya 3 ya siku. Kwa hiyo ukiweza kulala masaa 8 kila masaa 24, maisha yako yote, theluthi moja ya maisha yako yote utakuwa umeyatumia kitandani. Kama kulala kumekuwa muhimu namna hii, kwa nini Mungu hakutuumbia na kitanda? Maana saa nyingine unaweza kupata shida. Saa nyingine wengine kama sisi tunalalaga muda mfupi sana, mpaka Roho Mtakatifu anakushtua. Ama hiyo sio afya. Kwa hiyo inabidi ulale mchana. Kwa nini? Kwa sababu usingizi wa mchana ni wa kulipa madeni ya usingizi wa usiku. Ndio maana usingizi wa mchana ni mzito. Ukilala lisali moja utafikiri umelala masaa 2. Usipojifunza kulipa madeni ya usingizi kwa kulala, utaanza kupata shida kiafya. Utaandikiwa na daktari, kalale. Sasa angalia, ndugu zako watamzunguka daktari, hatalala. Nimebadilisha, unalazwa kuanzia leo. Sio kwamba huwezi kurudi nyumbani, lakini kwa sababu ukirudi nyumbani hujui namna ya kujihurumia. Sio kwamba huna kazi za kufanya, unazo nyingi sana za kufanya, lakini unahitaji kujua namna ya kutumia maamuzi yako kugawa muda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilitaka uone hili kwa sababu kama Mungu aliweka nguvu, wale wanaopata nafasi ya sasa kwenye mtandao unaweza kuona, zamani zile ukitaka kuona Ulaya mpaka uende Ulaya. Siku hizi unaweza kuiona Ulaya kiganjani, ukaifurahia hata kama hujawahi kufika. Ukiona barabara zilivyotandikwa na magari yalivyo mengi, alafu unagundua kwamba Adam alizaliwa akiwa na wazo la gari ndani ya viuno vyake, lakini hakutumia gari hata moja. Kwa sababu huyu aliyegundua gari ni uzao wa Adam,
kizazi kingine. Kwa hiyo inamaanisha hilo wazo Adamu alikuja nalo likakaa likisubiri muda. Kwa nini Mungu alisubiri? Kwa sababu mazingira yanatengenezwa kwa ajili ya namna ambavyo moyo wa mtu utakuwa rahisi kutawala kitu anachokitengeneza. Hakuna kitu kibaya kama mwanadamu kutengeneza kitu kikamshinda na kinaleta madhara. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Sasa turudi kwenye somo letu la fedha. Mwanadamu aliumbiwa awe na uwezo wa kubuni njia tofauti tofauti kufuatana na nyakati zitakazotumika kwa ajili ya mbadilishano wa kibiashara. Dunia hii ilianza bila pesa, na ukisoma maandiko kitabu cha Ufunuo itaisha bila pesa. Kwa hiyo ni kipindi hiki cha katikati pesa zipo. Baada ya muda zitapotea, utakuja njia nyingine ambayo sasa watu wanaona kidogo kidogo ikianza kutokea kwenye mitandao. Kidogo kidogo unaona una sababu ya kwenda benki, unaweza karusha tu kwenye mtandao, ukalipa hiki, huhitaji hata kwenda dukani. Wanakuambia tutakuletea nyumbani, unarusha hela yako, baada ya muda wanakuletea nyumbani. Kwa hiyo majengo makubwa kwa ajili ya kuweka maduka yanaanza kukosa wateja. Kwa nini? Mabadiliko yanakuja kidogo kidogo. Na kwenye pesa ni hivyo hivyo. Lakini sasa pesa zipo. Shida iliyotokea, Shetani ametengeneza mazingira baada ya kuleta dhambi duniani. Kule kutokutii kulimnyang'anya mwanadamu uwezo wa kimamlaka ya Mungu juu ya vitu alivyoviumba. Alipoteza. Na ndio maana lazima ujifunze kuomba Mungu akurejeshe ndani ya moyo wako huo uwezo. Biblia inasema fedha ya mtu ilipo ndipo na moyo wake utakapokuwa. Haikuwa hivyo. Inatakiwa iwe hivi: moyo wa mtu ulipo ndipo na fedha yake iwepo. Ile kwamba moyo unaenda mahali fedha ipo, inamaanisha fedha ina nguvu ya kuvuta moyo, na inategemea inakuvuta kukupeleka wapi, inakuvuta kufanya maamuzi ya namna gani. Mungu akaweka njia ya kutoa sadaka. Njia ya kutoa sadaka, si mara nyingi sana utasikia kikifundishwa mara kwa mara. Kazi mojawapo ya sadaka ni kumpa Mungu kibali cha kulinda moyo wako usionewe na fedha kimaamuzi. Ndio maana anasema wekeni hazina mbinguni, hakuna atakayeiba. Hiyo ni pamoja na wewe, hutatumia jinsi unavyotaka. Unapotoa sadaka, faida mojawapo ni kwamba Mungu anaingilia kati. Pesa ulionayo haiwezi kuwa na nguvu juu ya moyo wako, kwa sababu anakuambia, anapozungumza hapa, wekeni hazina mbinguni, alafu ndipo anazungumza ule mstari wa 21, kwa kuwa hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake utakapokuwa. Kwa hiyo ukitoa sadaka na moyo wako unaenda mahali sadaka imeenda, inaenda kwenye madhabahu ya Mungu. Ikifika kwenye madhabahu ya Mungu, ile sadaka inamwambia Mungu, huyu mtu anahitaji kulindwa maamuzi yake, pesa isimuone. Ukisoma kwenye kibiblia uhuru wa kipesa haina maana una pesa zote. Uhuru wa kipesa maana yake pesa hazina mamlaka juu yako. Ukiwa nazo una amani, una amani tu. Umepungukiwa una amani, umeongezewa una amani. Sasa jicheki, ikipunguka tunajua, maana tunaona sura yako. Zikiongezeka tunajua, mji mzima utajua umepata hela. Ambayo inamaanisha pesa zina mamlaka juu yako, kukuzunguka na kukuzungusha jinsi inavyotaka. Na kwa sababu hiyo Shetani ni rahisi sana kupita hapo akakuvuruga.
Ni rahisi akapita kwenye huduma, ni rahisi akapita kanisani, ni rahisi akapita kwenye kampuni, ni rahisi akapita kwenye biashara yako, ni rahisi sana. Ndio maana hata unapojiombea kwa ajili yako wewe mwenyewe, waombee wale wafanyakazi ambao unafanya nao kwenye kampuni yako au kwenye shughuli zako, kwa sababu wewe unaweza usisumbuliwe na pesa. Wao wakisumbuliwa na pesa watakusumbua sana kwenye eneo la pesa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kile kitabu cha Mathayo sura ya 25, Mathayo 25 mstari ule wa 14 mpaka wa 30, lakini nataka kusoma mistari michache tu. Mathayo 25 mstari ule wa 14 mpaka 30, nisome mistari michache. Maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadri ya uwezo wake, akasafiri. Nilitaka uone ile alipokuwa anagawa talanta. Alipogawa talanta 5 kwa huyu, alimgawiwa kwa kadri ya uwezo wake. Wa talanta 2 hivyo hivyo akagawiwa kwa kadri ya uwezo wake, na 1 pia akapewa kwa kadri ya uwezo wake. Tuko pamoja? Sasa naposema kwa kadri ya uwezo wake, maana yake kipimo cha moyo wake, uwezo ulioko kwenye moyo wake wa kubeba kiasi cha pesa. Tuko pamoja? Sema amen kama unanisikiliza. Ni muhimu sana usikilize hii. Mungu anapokupa pesa, hakupi pesa unazozihitaji. Anakupa kwa kadri ya uwezo wako. Uwezo wa kufanya nini? Moyo wako kuweza kubeba hizo pesa, isikuvuruge. Uwe na mamlaka. Mungu hatakupa pesa alafu unazitamani mwenyewe. Unasema unazitamani namna gani? Okay, ngoja nijaribu hivi. Sasa wakina mama msinipige mawe. Okay, unaenda kwenye vikoba. Sawa? Unapewa mkopo. Kituo cha kwanza, duka la dhahabu. Unajua unasemaje? Najitreat. Namwamini Mungu. Zitarudi tu. Sasa sikwambii ni vibaya, ila nataka nikwambie lazima ujue moyo wako unahitaji kuwa na uwezo juu ya pesa. La sivyo pesa itakusukuma kuingia kwenye matumizi ambayo hayakupangiwa. Na ndio maana walipokuwa wanaambiwa ya kwamba akasafiri, aliporudi akadai kutaka kuona zile pesa alizowapa. Ile talanta ukiendelea kusoma hapo zilikuwa pesa. Unaweza ukafundisha ili somo kama vipawa, lakini pia ni pesa. Kufuatana na mwandishi, zile pesa alikuwa amewakopesha. Ndio maana alitaka kujua wamepata nazo faida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Angalia walipotoa ripoti. Huyu wa talanta 5 akaleta 5 zingine. Huyu wa 2 akaleta 2 zingine. Sasa tuende kwa huyu wa 1. Akamrudishia 1 ile. Alificha kwenye leso, mefukia chini. Angalia sababu aliyoitoa. Yaani anamlaumu aliyemkopesha. Sasa angalia alichoambiwa. Kwa nini hata ukupeleka kwa watoa riba ili niipate hii na nyongeza yake kidogo? Hata hilo tu limekushinda. Alichokuwa anasemesha kitu gani? Na fundisho lililoko kule ndani,
Mungu anaangalia uwezo wa moyo wako kubeba hela. Ndio maana saa hii mtu akisema nakupa milioni 10, inawezekana hujawahi kuziona tangu uzaliwe. Usije kufikiri itakuwa chepesi sana kushika 10,000, milioni 10. Nilipokuwa nafundisha watoto wetu wakiwa wadogo, walikuwa hawajaingia hata sekondari, juu ya pesa, nilitengeneza masomo kama 30 hivi. Labda kuna siku nitaweka kwenye kitabu na kuwafundisha watoto juu ya pesa, na tunapeana homework. Siku moja nikawapa homework, nikasema hebu fikiria ya kwamba ninakupa shilingi milioni 1. Hiyo ndio homework. Kaandike chini utaitumiaje. Niletee kesho. Kwa Bible study ya usiku kesho, kila mtu amekuja na karatasi yake. Na natakiwa aseme, kila mtu akisikia. Sasa wewe niambie. Wote walipatia kwenye kusema tutaanza kutoa fungu la 10. Alafu nikauliza mnalipeleka wapi? Yakaendelea maswali hapo. Ikaja yao baki unafanyaje? Wakaeleza vipengele tofauti tofauti. Mmoja akasema nitapeleka benki. Nikauliza benki ipi? Nilikuwa najua hawazifahamu benki zote, lakini nilitaka wafikiri. Usiende kuweka pesa benki kimkumbo. Usiweke pesa benki kwa sababu iko karibu na nyumbani kwako. Wale wanaofanya kazi benki wanajua wako kwenye biashara. Benki ni biashara. Kwa ukipeleka pesa zako pale, zinafanywa biashara, na sivyo riba huwezi pata. Nilikuwa najaribu kuwafikirisha mapema. Kwa nini nimekueleza huo mfano? Kidogo kidogo ninacheki. Sikuwapa hata milioni 1, lakini nitaka akili zao, fikra zao zianze kufikiri mapema na kujenga msuli wa kufanya maamuzi mapema. Kwa sababu hata kama huna mpango wa kwenda mbinguni, hela unazihitaji kama unaenda sokoni. Kwa hiyo sio swala la kwamba unahitaji kwenda mbinguni au unahitaji kwenda mbinguni. No, ni swala la maisha hapa. Unabebaje masuala ya pesa? Watu hawajajua kwamba pesa ina nguvu. Biblia inasema pesa ni ulinzi, pesa ni jibu, pesa inabeba moyo, pesa inaweza kamata maamuzi ya mtu ikabadilisha kabisa. Pesa inaweza kayumbisha nchi, inaweza kayumbisha kanisa, inaweza kayumbisha familia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Na mimi nitaomba kwa ajili yako siku ya leo, ili Mungu aweze kukusaidia, ili Mungu aweze kukusaidia. Kwa sababu kama atasogeza haraka ndani yako, au akakurudishia miaka iliyoliwa na nzige, na kwa sababu hiyo kile kipato ulichokuwa unakipata kule nyuma ghafla kinakuja na kinaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unisikilize kusaidie. Ile kwamba unapata saizi pesa kidogo haina maana usiandae moyo wako kwa pesa nyingi. Ngoja nirudie hiyo sentence. Ile kwamba unapata pesa kidogo sasa haina maana usiandae moyo wako kwa pesa nyingi. Kwa sababu kufuatana na baraka za Mungu kwa Ibrahim, Musa aliwaambia wana wa Israeli, fedha yako itakapoongezeka, mifugo yako itakapoongezeka, na ng'ombe wako watakapoongezeka. Kwa hiyo kwenye programu ya Mungu, kama vile unavyotoka utukufu kwenda utukufu, na pesa zinatakiwa ziongezeke hivyo hivyo. Sasa kama unatarajia ziongezeke,
panua mahali pa hema ndani ya moyo wako, ili Mungu atakapokufikisha mahali ambapo unapokea pesa nyingi, hazitakushtua, hazitakutesa. Utakuwa ndani yako umeandaliwa na Roho Mtakatifu na utulivu, kama vile ulivyokuwa na utulivu ulivyokuwa na shilingi 10,000, unaletewa 100,000, unakuwa na utulivu ule ule. Unampa nafasi Roho Mtakatifu akusaidie kufanya maamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana ukishacheki kama pesa zako unashindwa kuwekeza, ni sawasawa na mtu ambaye ana mbegu hana uwezo wa kupanda. Kwa hiyo andaa moyo wako, sehemu ya pesa yako hiyo inawekezwa. Hata kama saa hii hauna, lazima ujifunze. Unafikiri ni kitu gani? Yule ndugu wa talanta moja alijitetea tu kwamba bwana, wewe unavuna si mahali ambapo ukupanda na nini. Lakini watu wengi sana, pesa ikiwa kidogo, haoni sababu ya kuizalisha. Wazo la kuzalisha linakufa. Anasema hii pesa haitoshi. Nani kasema haitoshi? Ukishasema haitoshi, unafunga fikra zako, zinashindwa kupanuka kwamba hiki kidogo nilicho nacho kinaweza kikazaa mti mkubwa. Ndicho Yesu alichosema juu ya chembe ya haradali. Imani yako ikienda kwenye ile mbegu, hata kama ni kidogo, jitengenezee mtiririko ndani ya moyo wako wa kufikiri kwamba kati ya pesa ninazozipata lazima niwekeze mahali. Sasa ukishasikia tu kuwekeza, mtu anafikiria kufungua duka, kufanya hivi. Sasa akitizama ile hela alionayo haitoshi hata kupata pango la kuwekea vitu. Lakini unaweza kupata, unaweza kaenda benki ukaambia nina shilingi 10,000, watakuonyesha mahali pa kuweka, itakuzalishia hata kama ni senti. Ikitokea senti, unaenda mwisho wa mwezi unachungulia kwenye balance yako, unaona senti au shilingi 1 umepata faida. Mshukuru Mungu kwa ajili ya hiyo shilingi 1. Usidharau mwanzo mdogo, kwa sababu unatengeneza fikra. Kwa sababu kama uwezi kuwekeza shilingi 10,000, uwezi kuwekeza 100,000. Kwa sababu kinachotakiwa kutumika kwenye kuwekeza sio pesa, maamuzi yako, akili zako. Kwa hiyo kama akili zako zimeshasema hizi pesa ni kidogo, ukipata 100,000 sasa bado ni kidogo. Ukipata nyingi nasema subiri kidogo, unajua na mahitaji mengi hapa, watoto karibu wanaenda shule na nini, kwa nini sizitumie? Moyo wako lazima uwe na nguvu ya kusema no, pesa zitaenda huku, alafu uone kitu Mungu atakachokufanyia. Bwana Yesu asifiwe. La mwisho, alafu tunakwenda kuomba. Jiombee hekima ya kimaamuzi. Hekima ya kimaamuzi. Jiombee hekima ya kimaamuzi juu ya fedha, ili malengo yako yatekelezwe na kutimia. Jiombee hekima ya kimaamuzi juu ya fedha, ili malengo yako yatekelezwe na kutimia. Luka sura ya 19, ule mstari wa 12 mpaka wa 27. Jiombee hekima ya kimaamuzi juu ya fedha, ili malengo yako yatekelezwe na kutimia. Luka 19 mstari wa 12 mpaka wa 27. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mfano mwingine hapo ambao Yesu alitoa, ni mzuri,
utizame kutoka kwenye kona ya jambo hili. Alikuweko mtu mmoja, Biblia inamuita Kabaila. Sasa ni lugha alikuwa anatumia wakati ule. Siku hizi ni mwekezaji. So unajua kuna tofauti ya mfanya biashara na mwekezaji. Unajua tofauti yake? Mfanya biashara lazima awepo yeye mwenyewe kufanya biashara. Mwekezaji pesa yake inafanya biashara. Yeye anaenda kutembea. Biblia inasema akachukua mafungu 10. Akagawa fungu moja kwa watumwa. Alafu baada ya kusafiri akarudi. Biblia haitupi ripoti ya wote, natoa ya watatu tu. Mmoja akapata 10 na mwingine hivyo simeongezeka kidogo, na yule wa mwisho hajapata kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kilicho tofautisha matokeo. Sasa fikiria, Biblia inatuonyesha kati ya watu 10, watatu tu ndio imetupa kutathmini. Wale wengine wamefanyaje zile pesa na yale mafungu waliopewa? Biblia imenyamaza. Lakini ningeweza nikaenda kwa jinsi ya kikawaida. Sasa hivi tuko mamia ya watu hapa, labda na maelfu yamefika mpaka huko nje. Mungu akitupa uzima tukakutana mwaka ujao. Alafu niseme nagawa mafungu. Fungu moja. Kila mmoja aliyehudhuria nampa fungu na kufanana. Alafu narudi mwaka ujao. Nipeni taarifa. Kumi kutoa kwa 3 unapata ngapi? 7. Kwa hiyo 7 hawana ripoti. Kwa hiyo usishangae 70% ya watu walioko hapa wanaweza kushindwa kutoa ripoti mwaka ujao. Ndio maana ripoti haikutolewa. Hao watatu, kuna kitu Mungu alichokuwa anatufundisha. Haikuwa tofauti ya pesa walizopata, kwa sababu zilifanana. Haikuwa tofauti walikutwa wana hali gani, wote walikuwa watumwa. Haikuwa tofauti ya eneo walilokuwa wanakaa, wote walikaa eneo moja wakakutwa kwenye eneo moja. Lakini kukaja tofauti ya matokeo. Tofauti ya matokeo inategemea kitu gani? Mawazo, hekima ya mtu kimawazo. Wote walipewa fungu moja, lakini mwingine kapata 10 zaidi. Huyu aliyepata 10, wengine hawajapata kabisa. Huyu kapata 1, mwingine 5. Tofauti yake ni kitu gani? Maamuzi. Tafuta watu uliosoma nao shule zamani. Alafu tafuta kila mtu ambaye mlisoma darasa moja mkamaliza. Kaangalie tofauti mlizo nazo. Sio elimu, ni maamuzi uliotumia kwenye maarifa uliopata ukiwa shule. Ndio maana unaweza kaenda kwenye mji ukaamua kuhama, wakasema hakuna fursa. Wakati unapita kwenye mpaka unakutana na watu wanakuja kwenye mji unaoukimbia, wakisema tumesikia kuna fursa hapa. Kwa nini? Kwa sababu maamuzi yako ya aina mbili. Kuna maamuzi ya imani ambayo unafanya kitu kwa sababu Mungu amekusemesha na una uhakika na kitu alichokuambia. Kuna maamuzi ambayo unayafanya kwa kutizama mazingira. Na maamuzi ambayo yanatizama mazingira yanategemea na ushauri unaopata. Maamuzi yanayotumia imani, lazima uwe mwangalifu sana nani anakupa ushauri. Anaweza kaua wazo la Mungu ndani yako. Ninakueleza kwa makusudi uliweze kuelewa kilichoko hapa. Jiombee hekima ya kimaamuzi. Sio tu maamuzi, hekima ya kimaamuzi.
Hekima maana yake uwezo ambao Mungu anakupa wa kufanya maamuzi yaliyo sahihi kwa ajili ya kitu ambacho Mungu anaweka mikononi mwako kwa ajili ya utukufu wake. Ndio maana kuna hekima ya Mungu, kuna hekima ya dunia na kuna hekima ya shetani. Hekima ya Mungu inampa mtu maamuzi ambayo atakapoamua anamfikiria Mungu kwanza. Ndani ya kile Mungu alichopata na yeye anapata ndani yake. Hekima ya duniani inamfanya mtu afanye maamuzi kibinafsi. Nafsi ndio inatangulia. Hamkumbuki Mungu, hakumbuki ndugu zake, anajifikiria peke yake. Ni hekima lakini ya dunia. Ndio maana ukiokoka lazima nafsi yako ife. Maana yake iache kujifikiria yenyewe kwanza. Na kuna hekima ya shetani ambayo inashikilia maamuzi ya mtu ili shetani apate utukufu kwenye matumizi ya pesa. Kwa hiyo sio kitu cha kawaida unapata pesa alafu unaenda unaweka camp kwenye bar. Ukirudi nyumbani zimeisha. Unasema Mungu alinipa pesa, sijui hata zimeenda wapi. Tatizo ni kwamba Mungu alikupa pesa, lakini kwenye kutumia ulimpa shetani. Kazimaliza. Ndio maana lazima ujifunze kujiombea. Hekima ni kitu ambacho unahitaji kujifunza. Uombe kwa Mungu. Mazingira ni hayo, kipindi ni hicho hicho, wote mnapita, lakini unaona huyu anafanikiwa, huyu hafanikiwi. Tofauti sio mji mnaotoka, tofauti sio pesa uliyopata. Inawezekana wewe mwenyewe ulienda benki hiyo hiyo, mwenzako akapata faida, wewe umepata hasara. Ni benki hiyo hiyo, aliyemshauri huyu ndo amekushauri na wewe. Kwa sio tofauti ya washauri, lakini ni swala la maamuzi ya kwako ndani. Suleiman, kasome Biblia yako. Suleiman alipoulizwa na Mungu kwenye ndoto baada ya kutoa zile sadaka, unataka nikupe nini? Sema moyo wa adili au moyo wenye hekima. Umenipa watu wengi sana hao, nipe hekima ya kunisaidia kuingia na kutoka. Maana yake maamuzi. Angalia kitu Mungu alichomwambia. Ukujitakia uhai wa adui zako, ukutakia hiki, sasa nakupa utajiri na hekima. Ni hatari sana kuwa tajiri kwa kosa hekima. Mhubiri ameandika, hekima ya maskini haisikilizwi. Sio mimi nimesema, Mhubiri ameandika. Hekima ya tajiri inasikilizwa sio kwa sababu ya hekima aliyonayo, hela. Kwa hiyo Mungu akikupa utajiri ina package, lazima tupewe hekima, ili nafasi watakayokuwa wanakupa kila mahali unapoenda kusalimia watu uitumie vizuri. Kwa sababu lazima utakaa mkao ambao watu wengi watakuwa wanakuja kuomba ushauri, vitu vya kufanya. Unahitaji kuwa na hekima ya Mungu. Ndio maana Mungu hawezi akakupa utajiri bila hekima. Tunaenda sawa. Ndivyo Biblia inavyofundisha, ili iweze kukusaidia katika maisha yako. Swala la kutekeleza mipango yako, swala la kutekeleza malengo yako, usiyaandike tu kwa sababu ni mazoea. Yaandike kwa sababu unataka kuona kitu kinatokea. Kama umeweka malengo 10, basi jiwekee tu kwamba Mungu, kwa uchache ikifika mwisho wa mwaka 5 yawe yametimia. Hata kama ni mradi wa muda mrefu, jiwekee malengo ya muda mfupi. Tutakuwa na malengo ya miaka 5 ijayo, lakini weka malengo ya mwaka huu, kwamba mwaka huu katika jambo hili naomba Mungu anifikishe hapa. Sasa kukufikisha hapo unahitaji hekima itakayokusaidia kufanya maamuzi juu ya mgawanyo wa pesa zitakazokuwa zinapita mikononi mwako. Wale ambao wanasoma vitabu ninavyoandika, niliandika kitabu kinasema fedha inayopita mikononi mwako inaweza kukufanya ukawa tajiri
au maskini. Ningekwambia kaa chini hapa uniorozeshe pesa uliyopata tangu Januari mwaka jana mpaka Disemba tarehe 31. Cheki pesa iliyopita mkononi mwako, alafu cheki ulichofanyia. Unaweza ukaona aibu hata kusema, maana unaona kabisa haina matunda. Kama yapo ni kidogo. Kitu gani kimekosekana? Hekima. Hekima kwa ajili ya kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Nataka tupate nafasi ya kuomba hapa. Tuna agenda hizo 4, lakini una agenda za kwako. Una agenda za kwako. Kuna kitu ninachotaka tufanye kwanza kabla hatujapata nafasi ya kutoa sadaka, alafu tunaendelea kuomba. Kuna mwingine anataka aombee kwanza alafu ndipo atoe. Tutakueleza kitu cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nikueleze story moja. Nilikaribishwa na wafanyabiashara kwenye mji mmoja tunakozunguka kufanya seminar. Akasema, mwalimu, karibu, tuna chakula cha jioni, ufanya biashara kwenye huu mji. Kama una neno la kusema na sisi njoo tu. Nikaenda, Mungu alinipa kibali, nikaenda na nilikuta walikuwa wengi. Ni katikati yao waliokuwa wameokoka walikuwa 3 tu. Nilipowatizama nikasema, wakinipa nafasi ya kuongea nao, nitawaongoza tu sala ya toba waokoke hawa. Kwa nimeenda nimejipanga namna hiyo. Wakati namuuliza Mungu neno la kusema nao, akanipa neno la Petro alipompa Yesu boti, alafu ile boti aitumie kwa kuhubiria. Alafu akaniuliza swali gumu kidogo. Kwa mwinjilisti anaweza asinielewe. Yesu akaniambia, kitu gani nilichotangulia kufanya? Alihubiri, alafu akauliza, umepata kitoweo? Hawakupata. Sema, shusha nyavu. Sasa tumehangaika usiku kucha, lakini kwa neno lako nitashusha nyavu. Inamaanisha Petro wakati ameshikilia ile boti isisukumwe na upepo, alikuwa anasikiliza yale mahubiri. Akajua kabisa huyu jamaa aongee cha kawaida, ana mamlaka fulani. Maadamu amesema nishushe nyavu, acha nishushe. Akashusha nyavu. Akapata samaki. Akaita na rafiki zake, na wenyewe akabeba kwenye boti zao. Alipoweka samaki, angalia kilichotokea. Akamwambia Yesu, ondoka kwangu, mimi ni mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mji wa Yerusalemu uliowekwa kwenye Biblia una milango 12, mitatu kila upande. Naelewa maana yake moja wapo. Kila upande Yesu yuko kwa ajili ya kuokoa, lakini ni upande mwingine. Wa magharibi wanakutana na Yesu, wa mashariki wanakutana na Yesu, wa kusini wanakutana na Yesu, kaskazini wanakutana na Yesu. Kwa hiyo hawa wakikutana ndani ya mji wa Yerusalemu, huyu anamuuliza, wewe ulifikaje hapa? Umepitia mlango upi? Wa kusini. Hapana, ukitaka kuokoka lazima upitie mlango wa kaskazini. Sasa mbona nimeruhusiwa kuingia, hujaokoka wewe? Unasema, kwa nini nazungumza kitu cha namna hii? Jinsi Mungu anavyomfuata mtu na kupata moyo wake ufunguke, ana njia tofauti kufuatana na mazingira tofauti na maamuzi tofauti. Kwa unaweza ukaelewa wakati Yesu aliponiambia, kwa hiyo usiite watu kuokoka,
ita wale ambao wananitaka kwenye biashara yao. Nilikuwa sijawahi kuongoza watu sala ya toba ya kumkaribisha Yesu kwenye biashara, lakini nikaita nikasema, Yesu amesema kuna watu ambao wanahitaji msaada kwenye biashara zao, wanamhitaji Yesu aingie kwenye boti yao. Wanaomtaka Yesu kwenye boti wasonge hapa mbele. Wakasimama wafanya biashara karibu wote. Sasa unaweza ukafikiria ninavyoshindana kuwaongoza kufungua mioyo yao, Yesu aingie ndani ya mioyo yao, wakati Yesu amesema kwenye boti, kwenye boti, kwenye boti. Lakini niliwaongoza kwenye boti, wakampokea Yesu kwenye boti. Na tulikuwa kwenye semina. Kesho yake 4 waliokuwa pale wakaokoka, na wameendelea kuokoka, wanaendelea kuokoka. Wote ambao nililisti na wakumbuka waliokuweko pale, wote wameokoka mpaka leo. Lakini Mungu alipita kwenye boti. Bwana Yesu asifiwe. Tutaenda kujiweka wakfu hapa. Mungu aingie kwenye maisha yako ya kila siku kwa upya. Kama hujazoea kumkaribisha Yesu kwenye maisha yako kwa upya, mkaribishe mara ya kwanza kwenye maisha ya kwako. Alafu utaona kitu atakufanyia. Hutatembea peke yako kwenye malengo ya mwaka huu. Hata kama umepita mwaka uliopita, umejeruhiwa kwa kila hali ya kujeruhiwa kiroho na kifikra, Mungu atakupa uhuisho ndani yako ambao utaona msaada wa Mungu ulivyo karibu. Inawezekana umemaliza mwaka unasema msaada wa Mungu uko mbali, lakini ukitoa nafasi kwa Yesu tena kwa upya ndani yako, kajiweka wakfu kutembea kwenye mapenzi yake na msaada wake na uongozi wake, akupe kustawi. Biblia inasema Mungu ndiye atufundishaye kupata faida. Kwa hiyo nia ya Mungu ni kwamba utakachofanya mwaka huu upate faida na yeye atukuzwe katika kile ambacho unakifanya. Lakini unahitaji kumpa nafasi, awe na nafasi. Hata akiingia kwenye boti yako, usimwache akalala kwenye shetri. Mpe usukani. Usimtafute tu ukipata crisis. Mtafute wakati wowote awe kiongozi, ili kama mawimbi yanakuja mbele yako, Yesu ndio kiongozi. Kuko shwari, Yesu ni kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Akikuta mahali panatereza, Yesu akubebe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu akikubeba, ni nyayo zake tu zitaonekana. Watu wote wanaokufuatilia watasema hakwenda njia hii. Lakini hawajui ya kwamba Yesu anapokanyaga unakanyaga, anakoenda unaenda. Funika macho yako. Wewe ni Mungu uliye hai, Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme. Sifa na heshima ni za kwako. Tumezungumza Bwana maneno haya, tungetamani kuendelea kuzungumza, lakini Bwana muda wetu umesogea. Na asante kwa sababu ya utulivu ulioweka ndani ya watoto wako. Sio siku kama siku nyingine. Hii ni siku tofauti. Hii ni siku ambayo Bwana tumekuja mbele zako. Tuna malengo, tuna mipango tumeandika. Kuna mingine ni ya kwetu tumeandika, tukitaka uibariki. Kuna mingine ni ya kwako umetupa tumeandika, tunataka uibariki. Tunachotafuta Bwana ni kutembea kwenye mapenzi yako, kwa sababu ndani yako tunaishi, ndani yako tunakwenda, ndani yako tunakuwa na uhai wetu. Tunaomba Bwana mwaka huu uwe ni mwaka wa kukutukuza wewe katika mazingira tulionayo, na katika shughuli tunazozifanya, na katika kazi tunazozifanya. Tumezungumza hapa Bwana juu ya maamuzi ambayo yanatakiwa afanyike juu ya pesa ambazo tutazihitaji kwa mwaka huu, iwe ni sisi wenyewe na watu wengine. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, asante kwa sababu uko pamoja nasi. Tunaomba utusaidie, ututetee na kutupigania, kwa sababu wewe ni Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Na watu wote tuseme amen.